Nikukaribishe tena katika gumzo la spoti. Kumbuka kwamba unavyoniona sote unajua kwamba ni Amaika viwanjani, na leo hii tuko na legendary ambaye alipiga soka enzi zile kwa jina Antonio. Kumbuka kwamba pia bibi yake mtoto wa mama John Antonio Rao, na yeye vile vile ni Anthony. Na si Anthony tu bali ni Anthony Okumu. Labda kama na yale majina mengine vile vile atakuwa anaweza kutueleza. Amaika Media, Amaika Radio, sauti yetu hii. Mimi naitwa Anthony Okumu. Naam. Lakini marafiki zangu ni Taufik. Ofik. O-F-E-K. Ukitafuta Anthony utanipata. Lakini ukitafuta Ofik utaambiwa ngoja tu dakika moja napita hapa sasa hivi na utanipata. Sasa kama ningekuwa nimepotea niseme natafuta Anthony Okumu, ongeza ndo nani? Kuna mtu anakuuliza huyo nani? Ukisema tu Ofik akwambia ungesema tu Ofik. Yeah? Na hiyo Ofik ilikuja tukiwa shule nikicheza ball. Nilikuwa nachenga watu sana. Kwa nasema nyebwe. So rafiki zangu walikuwa hizo siku walikuwa wanasema maza una fake wasi sana. Tunatumia jina fake. Hizo nyebwe ni zenye chobo na hizo zilikuwa zangu bro. Kuja baya chobo kikabaya kanza. So hiyo fake a friend of mine akawa tu hapo mbele ufake na ikastick mpaka sai. Mpaka sai. Hata Joel kija, that's the name most people know me by. Ofisi kafanyika kwamba rais anakutafuta hivi sasa, akitafuta Ufika atanipata. Hata atasumbukana yes. Hiyo tunatokea wapi? Yote inatokea Msingu, mahali ambapo nilianza high school. Na way back in 1983. Najua nilikuwa hujazaliwa. Ni sawa, haiko lazima ufike. Asante. 1983. Lakini ndio kwa mikakati. Sidani lakini tuendelee. So 1983 nikiingia form 1 pale Msingu High School. So lakini by then singeweza cheza ile timu ya shule form 1 mpaka form 4. Kwa sababu bro hizo siku kulikuwa na magwiji. Watu walikuwa wanaenda shule those days already ni watu wakubwa. So ile talent pia ilikuwa pale, na wewe ni mtoi, there's no way ungefit hiyo team ya Scorpions. Yani from 1 to form 4. Wewe mwenyewe unajamii, unajiweza, unapiga soka safi, lakini ilikuwa inaitwa Division F. Ile wale watu wadogo talented, ukikuja hapo kila mtoto anajua ball. Hapo ndio, lakini hatuwezi cheza school team. So kwa maisha yako yote hujacheza mchezo kadhaa katika ile timu ya wakubwa. Story inakuja. So hiyo form 1 mpaka form 4 tunapiga tu Division F. Alafu hizo siku pia unajua shule kulikuwa na PE lessons. So tunapiga pia PE. Buka PE na tunapiga inter classes. Tunapiga inter dormitories. Talent bro. Siku hizi kilichosalia labda ni PE kidogo, lakini hiyo PE kitambo hiyo PE nasikia siku hizi sijui ataka kwa sababu wewe ni PE, acha tufanye mathematics. Siku hizi ilibadilika manzi. Haipo. Ile fikiri siku hizi haipo. Like sisi ilikuwa mpaka form 6 walikuwa na PE lesson. Yaani PE uwanja. Yes, mnaenda kwa uwanja. Because ilikuwa njia ya watu ku relax, unajua at the end of maybe the week, at the end of the day, break ile monotony. Yeah, and people used to look forward to it. Kwa sababu hapo sasa ndio mnachengana, mnaonyesha ubabe, wale wako na talent zinaonekana. But sasa hiko atiko ubaya because the school by then watu vile ninakwambia watu walikuwa wanaenda wakiwa watu machua. Unaona? So wale walikuwa kwa ile school team, wale wamekuwa team ya Scorpions. They are extremely talented guys. They are big in body. Sisi from 1 way kadogo. Unajua, so hakuna vile ungebreak kwa hiyo team. However good you are. And then pia standards za soccer by then lazima niseme zilikuwa juu sana. Zilikuwa juu sana. Hii rivalry ya Kakamega na Msingu ilianza saa hii. Ilianza kitambo. Saa hii hata hakuna kitu. Saa hii hakuna kitu. Siku zetu ilikuwa mbaya. Watu wanafungiwa mpaka barabara. Kakamega asipite hapa, Msingu asipite hapa. Ilikuwa mbaya. Yeah. So form 4 nikamaliza, nikafanya O levels, nikatoka. Umetoka pale kidogo, umetoka pale high school. Hujacheza timu ya lakini wewe ni star kivyako tu. Ukija Division F mimi ndio captain ndio kusema. Tukakuwa na youth team, kulikuwa na mzee mmoja hizo siku Ministry of Sports, unajua ilikuwa na set up my youth centers in those schools that were doing well.
So hapa Western nakumbuka kuna mzee mmoja alikuwa ndo Bogongo, alikuwa provincial sports officer. Bogongo. Alikuwa Mkisii. A very nice old man. Huyo sasa ndio naweza sema huyo ndio alitutambua sisi, alitu identify. Because ali set up a youth center in Musingu. So sisi tukakuwa kwa ile youth team. So alikuwa anakuja like every Tuesday and Thursday, either twice or thrice a week. Sasa yeye alikuwa anatutrain. Hizi ball control, passes, you know what to do when with the ball, without the ball, what reactions. Unaona? Nakumbusha coaches fulani. Yes. If you miss the ball, don't miss the leg. Miss the leg, don't come back. So kukakuwa na hiyo youth center, nikakuwa captain wa youth center. Siku za game hizo, siku league ilikuwa Super League, sio Premier League. Anakuja na Super League. Ile kama tuko na Mumias FC. Yes. Sasa yes, anakuja anatuchukua, tunakuja Bukungu hapa, sisi ndio ball boys. So you know we could see wale akina Mohamed Abbas bana, kina JJ, wale walikuwa wanacheza Super League. Sasa the famous AFC Leopards, the famous Gor Mahia, the famous Kenya Breweries kabla yanze kuitwa Tusker sasa hivi. Moemo W hapa Kamega Ministry of Works were playing the most beautiful soccer in this country. Hizo siku ambazo ulikuwa na kina Sylvester huyo pale KBC. Sasa si Jaco huyo Sylvester. Kakajus. Ali Salimanga. Bas. Nice one. Ndio hao sasa. Leonard Mambo Mbotela. Akianza kutaja lineup ya Harambee Stars, tunaanza na yeye. Number 1 Mohamed Abbas. Number 2 Peter Otieno Basanga. Ilikuwa inajulikana. Yaani hata sijui kibadilika mambo. Ikibadilika mnauliza huyo yuko wapi? Ilikuwa inajulikana mpaka akisema namba 11. Kisha Ambrose Ayoi. Tunafunga naye, tunajua basi tumefunga mtu. So ilikuwa hizo enzi. Nice. So nikatoka sasa form 4. So nilipotoka nikapita mtihani wangu wa O level kwa sababu mimi sikuenda Msingu hata kucheza ball. Nilienda kwanza academics. Sasa football nikaipata. Ina drive me to a point where I was to ask you. Education first then career, ama career first then education, ama zote pamoja? Education first. Then tuweke football. Alafu tuweke football. Because mali tuko sai in this country, you can't really rely on football alone. Bado tunategemea academic pia. But I'm talented. Why should I focus kwa vitabu and I'm talented? Yes, you are. Yes, you are. And they may be extremely talented at that. But where are the opportunities in this country? Are you getting my point? But if you can be both talented, kwa miguu na pia academically, your chances are higher. Look at Olunga. Unajua Olunga ni engineer? I know. Alafu ni nini anapiga sai? Inampatia chakula? Engineering na football. Football, not engineering. Football. But you see, akimaliza hiyo football, he can set up maybe his own engineering company ama contractor, ama kwa contractor. Anafanya sasa biashara. Kwa sababu sasa football iko na lifespan. Unanielewa? You can't play forever. Time itafika utaweka mikoba chini. Itafika Kibet ndio huyo atakuja, ama Lemba ndio huyo atakuja kutoka Msingu. Shundi huyo atakuja. Kuna vijana Kakamega High School watakuja, Aldrin Kibet atakuja. Wakenya wataanza kusema toa huyo. How much you are. However, it reaches a point you can't go beyond it. Unaona? So that is why nasema ukiwa na papers zinakusaidia pia. After football, kama sisi wengine wetu ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Sasa ile academics ndio sasa inatu keep sahi. Wewe ulienda pale Msingu kutafuta masomo. Apart from the talent. Umetoka pale Msingu. What next? What next? Yeah. Maana hivi sasa nishamaliza miaka yangu na ilikuwa 4 years. Ndio bado nilikuwa nakuelezea. So 4 years, hiyo siku ilikuwa 4 years O level Alafu tukakuwa na ile 2 years A level, advanced level, from 5 form 6. So that's the system I went through. So nilivomaliza form 4 nikarudi Msingu form 5. So kurudi Msingu form 5 A level, ndio coach alikuwa anaitwa Johnston Mkuu akaambia captain,
Captain alikuwa Patrick Mtai, yuko Kapsabet sasa hivi. Mnandi mmoja alikuwa anajua ball sana. Patrick Mtai. Ukiona Mnandi anajua mpira. Ngori. Anaijua. Ukiona Aldrin Kibet. Yaani wale hizo kabila, Mnandi ule anajua ball. Mr. Mkamba ule anajua ball. Kikuyu ule anajua ball. But Waluya we expected to unajua kunaona kina Wanyama. Wanandi they expected to run. Unaelewa? Wajaluo expected to play football. Lakini hizi tribes zile ziko na other things. Ukipata player unajua kweli hiyo. Hiyo ni kali. So Mtai ndio alikuwa captain. So akatumwa na coach. Kabla huyo Okumu, and I was just watching mazoezi. Nimerudi level bado na unajiona I still can't fit in the team. Level. Coach akamwambia ndio ito huyo Okumu. Akamwambia from tomorrow mpatie kila kitu. Hizo siku tutakuwa tunapewa everything, boots, training kit. Akamwambia mpatie kila kitu na ukuje na yeye mazoezi. Bro, karibu nijikojelee. I didn't believe it kwa sababu ile team unaangalia unashanga utacheza wapi. Kila mtu ni star. Kesho yake mimi huyo hata sikulala usiku. Sasa nashangaa mazoezi. Nitatrainaje na kina Odis, akina Michael Otieno, J, akina Noah Ndunde. Jamaa anakanyaga na hizo siku unajua defenders walikuwa kikanyaga, wanakanyaga kutoka magoti kwenda juu. Wakanyagi huko. Popole ile jamaa kupiga kiatu. So unashangaa bana, jamaa atanivunja kwa uwanja. But nikaenda. So kuna jamaa alikuwa anaitwa Odis. Super midfielder. Ule ndo alikuwa star wetu kabisa. Odis aliniambia ufika. Tulia. Uko na talent, relax. Just make sure ukipata ball pass yako ya kwanza isikuwe wrong pass. Ifike na ikue forward pass. Kisha alafu kuona niangalia. So tumecheza na midfield. Unaona yani ni kama uambiwe unacheza na nani star wetu kwa midfield sasa hii Harambee Stars. Ama wacha nikupe tu mfano, hata kama itakuwa ni Messi maybe uko nje. Unacheza na umeambiwa ingia, unacheza game na Messi. So hivyo ndio vile ungeona Messi namna ambavyo anacheza imetoka. Huyo ndio yani jamaa una admire yani. So ikakuwa hivyo this sasa ndio kama Messi. Na yeye ndio ananipa hiyo advice. Sio yeye kaingia tizi tukatrain, game ikaanza. Pasi ya kwanza forward kafika. Na ifanye nini iko accurate. Na ikafika. Akaniambia what did I tell you? Bro, kutoka hapo nilitulia tu. Relax. Wacha sasa ngoma ianze. And then everybody's like well played. And nikasema la, kumbe naweza. From there was no looking back. Nikaingia Scorpions full mpaka tunacheza hizo school ilikuwa provincials, hizi zinaitwa regionals. Saa hii kwa provincial finals na Green Commandos. Nikajua mimi ni mgeni kwa hii team. Najua hii game coach ataniweka nje kwa sababu sina uzoefu kucheza na Green Commandos. Lineup kusomwa number 6 ni nani? Anthony Ofeko Okumu. Kaangalia tu chini nikasema coach ameniwahi. Odis naye pia tena ni nani? Anakuambia nakuaminia bro. Akaniambia sisi tumepiga na hii midfield. Kumbuka tu pasi ya kwanza iwe accurate na ifike na ikue forward. Again, that's exactly what happened. Tulipeleka GC hapa Buhungu hapa. Ilikuwa mwaka upi? 1987. Msingu kwa Kakamega High. Na sasa hizo GC wana coach maarufu anaitwa Chris Makoha Delete. Beat Chris ilikuwa si rahisi. Chris alikuwa na form teams Green Commandos. Ukisikia Green Commandos hiyo sifa si ya saa hii. 1986. Hiyo ilikuwa 87. 87. Asa hiyo game ulishinda. Bana ilikuwa tunachapa Green Commandos vibaya. Sasa Chris akawa mjanja. Chris alikuwa mjanja sana. Akijua na lose game, ana abandon game. Analeta tu trick. Because it wasn't easy to beat Chris twice. So wakaleta siasa kidogo, game ikakuwa abandon. Game haikuisha. But you were leading 2-0. 2-0 or 2-1. Na tulikuwa tunajua tunawachapa. Na ilikuwa hivyo alafu tunaenda nationals. But hizo siku team kwenda nationals zilikuwa teams mbili. Wale provincial champions na defending champions. Kakamega walikuwa defending champions, sasa tunaenda ku represent Western. So both of us would still go to the nationals. Yes, kujuri ilikuwa. Si kama ya saa. Hiyo siku ilikuwa tu influence. So kama Chris alikuwa na influence yani. Akisema amesema. Nivo. Because the same year
tulikuwa disqualified nationals again because of Chris Makoha. He was my coach. Na respect sana, may his soul continue resting in peace. Chris Makoha. But Msingu sasa tulikuwa tumekuwa baya na tulikuwa tunachapa Green Commandos vile tunataka. Sasa hiyo day mliwachapa 1987 so tukachapa 87 wakabandon game, tukarudi replay. Wakatufunga. Ilikuwa provincials. Provincial. So wakatufunga. Naam. Okay? Walitufunga. But bado tulienda wote nationals. Lakini nationals tunajua sasa hapo ndio tunataka kuwachapa na tubebe kikombe. Na ilikuwa hapa Buhungu. So game ya kwanza tumepiga na Kangaru. Kangaru wako wazuri, wametu hold. First half 0-0, second half nakubalika first half tukaika bao. Mafans wetu kwa uwanja. Players wa Kangaru chini, kila mtu. Ikawa bas. Kangaru sasa wakatumia hiyo. Kumbe walikuwa na zinaitwa hizi x-rays. Ati moja alipigwa skull yake sijui dislocate ama zika fracture. Kesi kusikizwa hivi. So kesho yake tumerudi game. Mlirudia game. Sasa zinaendelea ni pools. Okay, we don't know what is happening behind us. Kumbe Kakamega na Kangaru kuna kitu wanaplot. Unaona? So tukacheza hata na Iterio hizo siku ndio kina Motego, kama utakumbuka kina Motego, Shabana. Ile sasa the original Shabana ndio ilikuwa Iterio High School. Ni kama sasa MOW vile ilikuwa Kakamega High School na part of some players from Musingu High School. So Iterio were very good as well. Tukacheza naye katoka 1-1. So now tuna prepare sasa kucheza nao, I think same as quarters. Tunaanza kusikia fununu tu, Msingu disqualified. Tunashanga why we disqualified. Tunaona Chris Makoha anakimbia tu hapa Kakamega Yesu. Yuko tu up and down. Chisrada. Kumbe bwana wamepigia polisi simu, wanangoja polisi wafanye nini? Wafike. So polisi walipofika ikakuwa official. Msingu High School Scorpions disqualified. Fans wao wote nje out of Kakamega High School. Msia nje uwanja outside Kakamega High School. Alafu kisha school team police escort tulikuwa tumecamp Mukumu Boys. Tulifukuzwa kama umbwa bwana kutoka Kakamega High School. That's why kitu niuma mpaka leo. Na ndio kwa sababu that beef is still even. Hiyo beef haitawaisha. Tulitolewa kama maumbwa bro Kakamega High School. Hukumu tukigeyo kando, tukisalia tu hapo katika michuano ya shule ya upili. Manake imebidi tuende hali hivyo. Alafu ikafanyika kwamba hivi sasa nowadays utapata kuna cases nyingi sana hukumu wako over age hastahili kucheza. Unadhania kwamba nowadays discipline kidogo imeingia ndani kulingana na hizo siku? Hizo siku kulikuwa kuna age. That's why nakwambia ulikuwa unaingia high school, tuwe Boroko High School. Boroko High School. Kulikuwa na watu na ndevu. Yaani sasa hata wewe hivi sasa ukiamua urudi Kakamega High School, hivi sasa ni kwa mfano. Ningerudi, but of course not now. Okay, not now. But now. Hizo siku 20 years 25 ningecheza. Kwa sababu hakuna ile age limit. Unanielewa? But sasa I think na hii system mpya ya 844 na nini sasa wakaanza kuweka, because ile yetu ilikuwa the former system. So ungepata mtu amerudi form 5, bana mtu ni mzee. Somebody is 21, 22 sasa ni mtu nafaa kuwa ametoka. People are 23, 24. Unanielewa? Mimi nairudi form 5 nikiwa 17 years, which was now the normal age. But sasa ndio nakwambia kulikuwa na players wale, kwa sababu naweza sema wamekuja kucheza football yani. Academically they were not very good. But because they were good footballers, shule mwachukua ni kama shule ilikuwa kama club. Kakamega na Msingu were like clubs. So those guys hata wengine walikuwa waende darasani. Maana shinda tu kule ni futa. Wengine wakienda darasani ameenda dormitory. Prefect akimuuliza unafanya nini hapo? Macho tu. Prefect sorry. Hata kula haja prefect kubuliza. Sasa prefect pia because anajua huyu tunamtegemea. Unanielewa? So hizo age hazikuwa. That is why hata huyo this nakwambia Kakamega walikuwa wanatu enjoy each time is on the pitch. Wanasema Msingu imekuwa university because of this alikuwa hamalizi shule. Anaroka form 4 anarudi. Msingu form 3 tena skume fike form 4 arudi tena, you see. So tukaanza kuenjoyiwa ati Msingu University because guys would stick in school for long. Hawatoki. Because wanacheza yao kazi yao ni kucheza ball. Wale mmekuja kucheza na kusoma, mnamaliza mnatoka mnafanya nini? Mnaenda. Wengine bado wana. Maana nilikuuliza. Lakini sasa unapata wako strict na nini? Na age.
na age. Unaona sasa hiyo wako strict na age. Alafu sasa ndio unapata inaleta makesi mingi because unapata mtu yuko 19 years and 1 month ama 1 week. Huyo mtu atakubali kucheza masicheze. Na wamesema 19. Unaona? So unapata hiyo inaenda appeal. Watu wanaandika tu barua, inaenda appeal. Timu inatukua nje. Linganisha ama wengine wana sasa watu wanaforge mpaka birth certificate. Kwa sababu I want you to play. Linganisha na ile kalenda ya elimu ama na ile mchezo wa soka kule Uganda. Can Kenya follow that suit ya Uganda? Maana Uganda si Uganda sasa wanapiga level. Kenya tulitoka kule. Kenya si tulitoka kule. Tulitoka kule. Uganda wanapiga level. So that's the reason why Ugandan teams zinaleta watu wale si tunafikira ni wazee. Jamaa wamekula wameshiba. But of course they are older than our 19 year olds. Lakini wako shuleni. Wako shuleni, wanafanya form 5, form 6. So huwezi sema yesi mwanafunzi na mmeamua mnacheza East African Games. Uganda they are part of East Africa. You must play them. You must play them. So sisi tunapeleka wa 19 na wa 16, 17. Bro, tunachapwa tu tunarudi home. Tunachapwa tunarudi. But last year you could see at least the Kenyan teams zilijaribu zikahold wale Waganda hapa. Mtazamaji, hii ni Gumzo la Spoti yana legendary the legends ambaye cheza soka hizi zile uite Anthony Okumu. Sema kwamba fake. Unaweza tupata pale Facebook ataweka video, TikTok ataweka TV Ameka Entertainment na vile vile YouTube ataweka radio. Anto, safari yako ya wewe kuingia pale Harambee Stars ilianzia wapi? Kabla ya wewe kuonekana huko chini FC Leopards. Umepiga FC Leopards, umepiga kule Mumias. Safari yako kuingia Harambee Stars ilianzia wapi? Asante. Safari yangu ya Harambee Stars ilianzia MOW hapa Kamega. Ilianzia hapa MOW. Ministry of Works. Hizo siku ilikuwa inajulikana kama Ministry of Works. Ama MOTCOM, Ministry of Transport and Communication. So in short ilikuwa MOTCOM ama Ministry of Works. So nilikuwa nachezea ndio hiyo timu ambayo nakwambia ilikuwa hapa ya Kakamega hapa. It was a very good team. Sisi ndio watu tulikuwa tunacheza ile bro watu walikuwa wanaita carpet football. Okay. So ilianzia hapa. Nakumbuka nikaitwa Harambee Stars na coach Hussein Kheri wa by then alikuwa KPA Bandari. Ndio alikuwa na coach timu ya Bandari. Lakini ndio alikuwa mkufunzi wa timu ya taifa. Lakini sasa something interesting hizo siku walikuwa washajua yani ni kama kina nani already who will make the final team. So wengine ni wale mnakuja vizuri lakini nyinyi mtaitwa tu when there come time ya kudrop watu nyinyi ndio mnadropiwa. Ule akishatoka ndo tufikirie tulete nani lakini mnadropiwa. Kama ni Anto yuko tu pale hakuna matatoa. Yes. So unapata unaweza enda national team, ulikuwa unaweza enda national team unaka 1 week na unadropiwa hata mjacheza 11 aside ama mjacheza hata friendly. Yes. It was that bad. Whom do you know? Again, that's the point I'm saying. Lakini vile nakwambia hizo siku kulikuwa na wachezaji wana bana. Mtu akishika position awachi. Unaelewa? Awachi. Kama ni Musa Otieno anapiga last man. Kabla utoe Musa Otieno bro. Si mchezo. Sami Omolo huyu Pamzo moja wa APS. Anapiga number 4. Utamtoa saa ngapi? Mpiga soka na Pamzo. Tumecheza na Pamzo. Pamzo is my captain at national team. Very nice gentleman. So okay, ndio unadropiwa lakini yenyewe unaangalia wacha. Haimejua unakubali. Mwenyewe unakubali. Sasa nilipoenda Mumias the following year sasa. Mumias FC. Naam. Nikaitwa tena Harambee Stars. Karudi tena. Nikaitwa Harambee Stars again. Nikadropiwa. Yaani unaitwa lakini upewe. After 1 week tukadropiwa. But sasa kwa bahati nzuri ama mbaya Harambee Stars wameorganize friendlies Uganda. By then kuna coach alikuwa anaitwa Vojo. Yugoslavian. Vojo akasema tutapitia Mumias tucheze friendly na Mumias Sugar FC ndio tuende wapi? Uganda. Na by then si nilikuwa mwalimu nilikuwa nafundisha pale Mumias Muslim. I'm a trained teacher bro. Za kufunza ya. No matter ulisema education. Yes. So naona nimedropiwa nimerudi job yangu tu. Kawaida. Sasa mimi niko job naona majamaa wanaingia my teammates wa Mumias FC wanakuja wanambia we used to have lunch hapo town Mumias whenever tuko na game.
So wakuja wananiambia hey, twende lunch. Naambia lunch kwa nini? Kuna nini leo? Ati Harambee Stars wanakuja friendly. I wasn't even aware. Mimi nisharudi so naendelea na job yangu tu. So nikienda lunch nao kina Nikia Hama, kina Kimuyu, these good friends of mine. Evan Salemba, tukaenda lunch. So zile tuko lunch, coach ananiambia wewe nataka ucheze hii game. Nikamwambia coach bana, mimi nimetoka timu ya taifa juzi, sija train na nyinyi siku 3. Wacha mimi tu nitulie, wacha tu nitulie. Nitakam ni watch game. I'll go back to your friend between Mumias FC na Harambee Stars. Yes, hapa Mumias Complex. So na yeye nikarudi shule nikafunza mpaka saa 9 nikaenda complex. Game ikaanza 4. Game inaanza 4. But kufika complex coach insist, akaniambia ufake. Can you prove to this coach wa Harambee Stars kwamba waliku drop unfairly? And so that's the triggered something in me. Then nikakujaza. Nikasema nipatie ni uniform. Bro. Nilipeleka Harambee Stars hapo complex. Francis Odor. Ndio wing hapa tu sijui nani kule. Otamax keeper. Coach Vojo akaanza kuniita. Alikuwa anaita teacher. Anauza, teacher, how did you leave the camp? Bana sasa hizo nimejam yani naisha tu mpira mimi nacheka tu watu wa Harambee Stars hivi. Hapo wenyewe. Anauza, teacher, how did you leave the camp? Unajua nifanya nini? Ambia wewe coach wewe kwenda huko. Kwani watu wakitoka camp, watu wakidropiwa camp wewe unajua wamedropiwa. Hapo sasa ndio inaonyesha utepetevu wa baadhi ya makocha. Yes. Kocha so akaanza, what is he saying? Kwa sababu nilimjibu kwa Kiswahili. I would have done in English but hasira sasa yani. Kwa Kiswahili labda kidogo nilipata. Wewe watu wanadropiwa national team. So wale walikuwa bench wakamwambia. He says people are being dropped. You don't know. And you're the coach. No, I didn't know. Game inaendelea akasema hapo. Teacher, I'm going with you to Uganda. Hapo. Si ati alingoja game ishe. Bro, hivyo ndio vile nilirudi national team. Nikamwambia coach wangu sasa nitoe. Nimeprove point yangu. Coach akanambia I told you. I told you. Bro, hivyo ndio vile nilirudi. So baada ya game, Vojo akaja, I'm going with you to Uganda. Nikamwambia coach that's okay. But I live in Kakamega. Lakini pia pale nilikuwa na commute. Hapo ulikuwa umejaa ngori maana yake ulikuwa nimejam. Nimedropiwa mara 2 national team hata kabla upatiwe chance yani. Unanielewa? I get you. Yeah. So kutoka hapo baadaye wali decide kuna mtu anakuwa na dropiwa mpaka head coach because tuko na dropiwa na matm. Na unajua matm walikuwa matm wa hizi clubs. Whom do you know? Wa ulinzi wa nani. So huyo ambaye mimi alidrop alikuwa anataka kweli ni sign ulinzi end of that season lakini kakataa. So I think akakuwa na kinyongo. Unaona? So nikadropiwa. So kutoka hapo ikakuwa lazima watu wapewe chance kila mtu. Itafika time sasa ndio watadrop kikosi. Tena not at after a week or after. Paka almost like the last minute kama mmetrain ndio unaambiwa sasa hao ndio travel nyinyi hamta travel. So ikabaki hivyo. So hapo ndio ikakuwa jani yangu sasa ya Harambee Stars. Hapo ndio tulichapa Algeria tukiqualify for ilikuwa zile World Cup qualifiers. Kwa hivyo ilikuwa friendly mlikuwa mnaenda kupiga Uganda? Yeah, hizo zilikuwa friendly. Hizo zilikuwa friendly. Tulikuwa na prepare sasa hizo World Cup qualifier against Algeria. Tulikuwa Algeria. Yes, nyinyi ndio mlizalia Algeria njaa. Sisi ndio tulizalia Algeria njaa. Ni sisi kikosi yetu. Coach wake baniwa not to coach anybody in Algeria. Aki. Kwa hivyo mlifuta mtu kazi. Kwa sababu amefungwa na timu ya East Africa. Na kikosi ambacho tukifika Algiers kwa airport Waarabu wanatuangalia Kenya running football 10-0 wanaomba tufunga 10. Sasa mmefika sema Algeria sasa hizo walikuwa baya, they had players wanacheza France Ligue 1 wamepiga World Cup wazuri. Lakini it was a bad experience in Algiers. Hiyo tutapiga stories siku nyingine. Yeah, sure. Antoko pale katika national team. How was your life pale national team? Uliendelea kuitwa kila mara ama ndio ulikuwa wakati wako wa mwisho? Sasa after hapo tukaendelea kuitwa na Vojo. But then ndio akaja nani sasa? Fabisha. Unakumbuka Reinhard Fabish? Miaka ipi? Fabish alichukua when 97 ama 98 sasa. 98 99. So when Fabish came akaamua anaanzisha Harambee Stars mpya ya wale vijana wadogo sasa the youth. Unaona?
ndio akina Baresi wakaja, kama utakumbuka akina Baresi. Lakini hapo bado Anthony Waya ni umeme. Bado ni Waya ni umeme. Lakini sasa Fabish aka overhaul team. Unaona, kulikuwa na these young upcoming players sasa. Wale ambao sasa walisumbua Nigeria. If you remember kina JJ Okocha akija Kasarani. Wale vijana wakisumbua Nigeria. Yes, now that is the team Fabish alianza. Ali-retain Musa Otieno peke yake. Sisi wengine wote home. Hapo ndo kuja ukaniambia kwamba education ukaendelea kurudi kufunza wanafunzi. Nikaendelea job yangu. Bahati nzuri pia nikapata job South Sudan na NGO. Of course now you know there they pay better. Kabla tufike hapo, the best moment pale Harambee Stars. The best moment unasema kwamba Antony na nikikumbuka manze ilikuwa ngori. I think hiyo win Algeria. Hiyo win Algeria. Hadi nilikumbuka umetoka pale upiga friend room umetoka kikosi. Hiyo win Algeria kwa sababu bro it wasn't easy. Marefari Waarabu. Hizo siku mnaenda Arab countries waneka marefari Waarabu. Outright favorism. Hakuna hawafichi. Offside wanawachilia. Watoto walikuwa na mwaga maji kwa goal area ya Otamax. Ikakuwa Algiers is hot, it's dry. Lakini sasa ikakuwa matope because watoto kuja na bottle water wanamwaga. Referee tuna complain, referee anajifanya haoni. Unajua wale wamezoea hivyo. So huku kumekauka Otamax akiendea ball ameslide but he played a fantastic game. Mpaka tukawa knock out. That's how we knock them out. So tukawacha Michael Koth peke yake one man. Unasikia watu to enjoy. Nyinyi ndio mlikuwa mnacheza system ya 9-1. Michael Koth peke yake ndio alibaki mbele. Sisi wengine wote turudi ku defend. Second half tulipiga more than 1 hour almost 50 minutes. Na game ni 45 minutes. Jo refa anataka wafanye nini? Wafunge. Win. But hawakushinda. Na kutoka hapo security tena Algiers bado ikakuwa mbaya. Tulifungiwa stadium almost 3 hours. Kwa huku nje watu sasa wamekula mori, wanataka coach, wanataka players. So tukaambiwa mwezi toka na hii hasira watu wako nayo. Hatu nataka uzungumzie kitu kuhusiana na safari yako pale FC Leopard. Najua umecheza pale alafu ikafika 98 kidogo ukasema acha ikae. Pale FC Leopard labda how was life pale FC Leopard? Asante. FC nilicheza season moja. But not too long. Hapo ndio pia nilipata hiyo job ya kwenda South Sudan. So nikawacha. But FC naweza sema hiyo time kulikuwa na players walikuwa na egos kubwa sana. They were very good players but their egos were too big. Unapata mazoezi, mtu anakuja mazoezi almost 6 jioni, 6:30. Wengine wamekuwa hapo kuanzia kama 4. Na unajua sasa wao ndio wale magwiji wenyewe. Bila mimi amta position fulani haitachezeka. Sasa so unapata ile time wametrain ni kidogo. So ile match fitness hawana. An example I can give you. Sasa nimeenda hapo na that week tunakuja kucheza na Mumias Sugar. Na meanwhile Mumias Sugar ikienda kucheza na FC. Ilikuwa club yako pale kabisa. Yeah, my former club. Sasa nimetoka Mumias nimeenda FC. So na meanwhile Mumias sasa leo walikuwa kukutana na FC ama Gor Mahia hiyo wiki. Tulikuwa tunapelekwa mpaka Sabatia. Unajua Sabatia? Tunawacha hapo na basi. Sasa ni find your way where to complex. Bro, hapo kuna milima hapo. Keep fit. Tulikuwa fit. That's why Mumias used to beat teams hapo complex kwa sababu ya gas. So tunakuja kucheza Mumias, guys hawaja train. Unaona? Mumias wakatufunga just 4. Rahisi. And you could see ni match fitness 4-0. And you could see ni match fitness. Na hiyo uzuri walikuwa na player moja yuko na red cards 3 na hawajua kamchezesha. Tukaenda huko FKF tukapata records. Wakanyang'anywa point. Bernardo Nyango. So Mumias alikuwa so disappointed. Yeah. So that's why lazima you keep records za cards. Hizo cards unaona zikitolewa. Very important. Team manager lazima ajue Anto ana kadi ngapi. Because opponent anakuja ashafanya research. Anajua huyu akichezeshwa hizi point. Kwa hivyo Leopard hawakujua wale jamaa. Mumias ndio hawakutilia makini. Okay. So wakachezesha Bernardo Nyango na ana kadi zaidi. So hiyo game hakufaa acheze.
Si tulimuona tu kwa lineup tukaanza kusmile. I don't know whether it's the one that caused us to be beaten 4-0. It is point in zetu regardless of the results. Ilikuwa mwaka upi 19? Yeah, that was 1998. 1998 ndio mara ya mwisho. Ndio mara ya mwisho PFC wakashinda kikombe. Alafu na pia mimi ndio mara ya mwisho nikaenda South Sudan. Kwa hivyo ulicheza pale Nambani? Nilicheza na Fred Ambani mimi. Nilicheza na Fred Ambani. Hiyo 1998. Boni I think ndo alikuwa amekuja akiwa Oserian akifunga mabao kwa Rivertex, lakini mimi nakumbuka FC nilicheza na Fred Ambani. Tulikuwa tuna strike naye. Antoto bizana ukweli. What do you think that's supposed to be done kwa team ya FC Leopard? FC Leopard ambao kidogo mbuka hizi zile ndio ilikuwa na wafuasi na hadi kufikia sasa ina wafuasi. Kipi kifanyike ndio angalau turejee pale katika the winning platforms anaweza kubeba mataji? Maana mara mwisho 1998 na msimu jana ndio tuliona kidogo. Naam, asante sana. Kitu ambacho mimi ninge advise na pia tulipata nafasi tukamueleza chairman Fred Ambani. Boni. Tulimwambia kuna legends kidogo we have a foundation hapa Kamege inaitwa Lidonde Foundation. Tuko na kina Nicky Ahama, kina Fred Serenge, kina Tony Lidonde, Alfred Emonje. So we got an opportunity tukakaa na Boni when he was campaigning. So akaja tukakaa naye pale Grand Turako. Tuliambia Boni ajaribu atafuta wachezaji wale who will believe playing for the badge, not for money or anything. Wacha pesa ikuje baadaye. But ile badge unajua because kuna wachezaji pale previously vile tumekuwa perform vibaya, they didn't understand what it means by playing for the badge. Unanielewa? Na unajua FC na Gor Mahia, I'm not saying they're tribal clubs, but these are regional clubs. Unapotaja FC umeguza roho ya Mluya. Unapotaja Gor Mahia umeguza roho ya Mchaluo. In a positive way, not in a negative way. Unaona? Na ukiangalia FC kiwa juu, Gor Mahia kiwa juu, level zetu za ball zote zinaenda juu. Hata tumeona msimu jana. Yes. Yeah. Level zote so but umepata Gor Mahia umekuwa juu, FC tumekuwa chini. But season last year walifatana. Na you could see competition sasa inaanza kurudi. So first and foremost ilikuwa ile lazima players wale anaelewa hii badge na maanisha nini. Unanielewa? Naam. And then two, ball pia sahi inahitaji pesa. Money inahitaji pesa. Ukiangalia Luo politicians, they're investing in Gor Mahia. Tumeona hata they're investing in Gor Mahia. No, what he does for Gor Mahia. No. That is my prayer. Naomba pia politicians wetu wa Luya wajitokeze wa support FC kwa yani sijui ni udi na uvumba ama sijui I don't know which word to use. Lakini kitu namaanisha ni support. Yani wajitolee. FC amekuwa number 2. Hakuna hata mtu amemwambia asante. Number 2 is not bad. Hata mtu ajitokeze tu aseme kila mtu akule 50,000, 20,000. Hakuna. Politicians wetu bana, they have money, tunajua. Sitaki kuwataja but tunajua wengi sana. And then pia wakitaka sasa ile support mzuri ya fan base. You know, ule ata support FC na ionekana na support FC. I'm sure he'll be supported. And that's why unaona Raila kept winning hearts za ndugu zetu the Luos. Walo sasa amejua hii ndio siri. Walo ndio ameingia. Walo amewabaia basi. Walo allowances ndio wao wanapatiwa. Walo ndio huyo wamepata 1 million amewapatia after wameshinda kikombe. Mchezaji anafika ground akisema kwamba I must win this. Exactly, I must win this. So mimi naomba sana politicians wetu they should come out, maybe not even just politicians, hata sisi wa Luya tujitokeze and let us support our team. Like mashabiki wamejitokeza sana. Mashabiki wamejitokeza, wanajaribu bro. The way they come like by the way waendelee hivyo. Mashabiki wa FC kudos. Waendelee hivyo. Wanapatia team morale. Ndio utapata kwamba wanapopigwa na baki wanalia sana. Kwa sababu mashabiki ndio tunaumia. The truth is football is very expensive now. So they must be supported. Wale mashabiki wanafanya what they can, but pia team lazima financially iwe supported vizuri. Sponsors pia tunaomba waje because at least now Boni kidogo ameleta sanity na ameleta stability pale FC. So tunaomba pia sponsors apart from Betika wengine pia wakuje wasaidie because once hii season hujasikia players wa FC wakilialia kidogo mambo ya alliances.
hizo ni kazi ya Boni Ambani. Dogo ametulia sana. Ametuliza team, and that's why they can also perform. But akipata more support, if more sponsors can come on board, definitely niko sure tutachapa Gor Mahia. Anto, katika soka la hapa nchini Kenya KPL, mara nyingi tumeona tu hata hadharani kutazama mechi wewe mwenyewe utaona kwamba this match fixing. What do you think that inafanya mchezaji hadi anasema kwamba let me get involved in match fixing? What do you think? Anthony, that thing annoys us bana. Inatuudhi kwanza sisi wale wachezaji wa zamani bana. Maana kinyi enzi zenyu it was bro, ilikuwa sisi tushindie kwa uwanja. Sisi shida tulikuwa nayo hiyo siku ilikuwa refereeing. Standards of refereeing zilikuwa za kijinga sana. Yes. Especially when you're going away. Bana umeenda Shabana kule utoke na point Shabana. Ngori. Patoki mtu. Sema gusi patoki mtu. Hiyo ndio shida tulikuwa nayo. But sai it is being rectified. Lakini match fix. Sasa inakuja sabaki pia kwa mabao zingine Harambee Stars tulikuwa tunafungwa juzi, we can't mention names. Yeah, sure. But you could see clearly. This match fixing. Any match fixing, what nonsense is this? So ndio maana nasema football inahitaji investment, so that these players walipwe vizuri. Unajua mimi unaponilisha because shida ni maybe niko na shida wewe pengine hata umefungiwa nyumba, then somebody comes and tells me ando shika hii 200,000 and afanya blanda hapa, nataka first deposit nataka first 15 minutes bao weka on goal. Hizo odds juu za on goals juu ni ngapi? Hashaika kule. So msee amekaa mahali tu mnaangaliana naye kwa stand. Sasa zile hata inwe hivi ujue ni 10 minutes bro. Na labda cross inakuja. Wewe huyo on goal. Alafu unajishika kichwa. 200 ishaingia, alafu sasa 300 imebaki. So unacheza ukijua 300 iko hapo kwa stand. It is very annoying. Na unaona hata makocha sahi wameanza ku complain about that. The match fixing. Unaona wameanza complain about match fixing. So it is something that is it is something that is real. Na lazima tujue how we are going to deal with it. Otherwise itatuharibia boli yetu. It is very frustrating. Coach ana prepare team a whole week. Kumbe kuna watu wanajua weekend sisi tutaweka own goals ama tumesha bet hata sisi wenyewe players tufungue 4-5. Juzi unaona coach anaitwa nani Manoa Sofapaka. Naam. Aliingia kiwanja akiambia nini wachezaji wake? Ameinvest sana man. Hapana, aliambia this is nonsense. Hii ni match fixing, hii ni game nyinyi mmefix. I think Sharks walihitaji 9 goals walitaka 9 goals na wakafika 6. Yes. Manoa aliingia uwanja. Akaambia wachezaji wake ni ujinga gani mnafanya? Kwa sasa vijana wanawaachilia wafungue hizo ngapi? 9. Alafu labda wapewe pesa zao. Alilia akasema ametumia karibu 10 million. Alafu wewe niambie. So it is real na ni kitu lazima tuone how we can be able. FKF must just up their game. FKF pia ndio inatuangusha bro. Unanielewa? Walikuja on promises kwamba sijui change, sijui nini, but sasa the more things change the more they remain the same. Tell me how number 1 will receive 15 million, number 2 3 million and number 3 2 million. What rationale does it make? What rationale actually? Wewe angalia Premier League tu. Kila mtu number 1 mpaka number 18 ama 20 anapata kitu. Kila mtu anapata kitu mzuri, si kitu mzuri. Champions League kila mtu. Sasa unipatie 15 million, wewe mwingine umpatie 0. What for? Bana nimetumia pesa zangu for the whole season. Compensate me. Hata huyo mtu wa mwisho acha ende apewe 3 million. Wacha ende. That is why tunaongea about this sponsorship. Na unajua tukifanya vitu the correct way, sponsors watakuja. But hii vita tunapigana kijinga mara sijui ni kwa ngapi wako nje, mara chairman sijui amefanya nini. Anybody who wants to put his money there will shy off. Sema hayo kule watakula ila zao. Watakula. Maybe wale ndio wanakula ama chairman na watu wake. My money will not be safe. Sasa Harambee Stars hivi sasa bado wanalilia marupurupu yao haijalipwa. Bana hiyo Harambee Stars hata usiongee. Sisi bado tunadai Harambee Stars sisi. Games za 1998. Unadai bado dai Harambee Stars. Sasa tulikuwa tunalipwa. Wewe unadai Harambee Stars pesa ngapi? 6,000. Hata kama ni kidogo. Hata kama ni kidogo. Wanilipe tu. Unajua ile 6,000 hiyo siku ilikuwa pesa. Wacha nikwambie, sisi siku zetu tulikuwa tunalipwa 200 bob per day. 20 shillings. 200. Ukiwin? Hapana. Ukiwa tu so long as ukiwa camp. So times 30 tulika camp mwezi mmoja. Times 30.
Bro, ngiri yangu 6, serikali ya Kenya. Uko na evidence. Sasa evidence. Sasa nilikuwa national team. Yes, nilikuwa na evidence. Nilikuwa na mapicha. Lakini hawa sasa hii wanapigwa karibu 5,000. Almost 5,000 per day wakiwa. Lakini hawaoni kitu. Sometimes wanalipwa, sometimes hawalipwi. Unaona? Yeye ndio alikuwa tu so mbili bro, na tujalipwa bado tunadai mpaka sasa. Hiyo ni mimi. Kuna wale ambao wenzangu hao walikaaga more tulikuwa tunafika mahali watu wanafika airport wanakata kupanda ndege. Tunasema hii shida ilianza allowances zetu tulipwe ndio tutoke. But what do you think supposed to be done? Manake ilianza hizi zenyu na ndio bado kizazi kinaendelea. Nakwambia bro, watu wanachukua mandate ya kurun football au wanajiangalia matumbo yao kwanza. Au angalie welfare ya nani? Ya players. Yeah. Tumbo lake kwanza. What is in it for them first? Lakini wangekuwa wanaangalia players kwanza, walipe watu lipe 6,000 zetu. I pay 6k, wacha kudai itakupa 6k. Naomba tukiana the highlights of sports mwakumbushe. Mwambie ufake. Kwa hivyo habia pale FKF tunadai President Hussein. Harambee Stars wanani 6,000 shillings ambazo nilikuwa national team 1997. Wewe ndio president na ukikuja wewe ndio unachukua madeni zote. So among zile deni za FKF jua mimi personally as an individual uko na evidence. Uko na evidence. Na si pesa mingi, hata unaweza weka kwa M-Pesa. Ama utumie Anthony hapa, Anthony anatumia. Mtazamaji ni Anthony Okumu ambaye legendary alipiga soka siku hizo. Alitoa machozi hapa kwa sababu ya shilingi 6,000. Lakini sawa. Sema tu kwa sababu ya 6,000. Naziingia alafu nitafute bro. Tukula kuku pale kwa Michelle ushaka. Atoto kimaliza. Wewe sasa umeretire. Kuna mchezaji ambaye bado anacheza. How is life after retirement? During retirement, umeshacheza pale soka, wewe sasa uko kule nje sasa. Anthony Okuma tumuoni pale anacheza ball. Maisha yako vipi? Mimi Anthony naweza sema mimi kidogo Mungu amenibariki. Good. I owe it to God first kwa sababu vile nimekuambia at least academics zangu zimenisaidia nikapata papers, nikapata job. Na pia definitely lazima nishukuru gavana wangu kwa sababu hapo ndio nafanya kazi Kakamega County. Sisi wote tukiwa kwa county tuko chini ya governor. So nashukuru Mungu, nashukuru governor kwa hiyo opportunity. But players sahi lazima wawe strategic, minds up, wawe strategic kwa sababu there's life after football. Na sasa sisi wengi wetu wa hiyo wengi wetu na manshawali wa generation yetu wale ambao hawakufanikiwa kimasomo, unapata kwamba they are now really struggling. A lot of those former players wengi wao ukikutana nao wako in very pathetic circumstances. Nikakumbuka Martin Mbalambala. Angalia Martin Mbalambala. Inabidi sasa tumsupport. Amekuwa blind. Na amekuwa blind akicheza football. But pia unapata inafika mahali tunamsahau as a country. FKF ambayo kule tumike kukumbuki. Haikukumbuki tena. Unaona Mbalambala inafaa weke one of those committees za FKF. Unajua? Sure. Allowances ikiwa timu ikienda nje aende. Na nilitafuta simpata kwamba Mbalambala aliumia kwa pale uwanjani. No that alizaliwa kama Mbalambala captain. Ule mtoto alikuwa anapiga ball. Mbalambala. But talent, pure talent. Lakini sasa angalia. So na kuna wengi ambao pia walicheza Harambee Stars hivyo. Ukiangalia siwezi taja majina banao. Wengine inabidi tunachanga. Wale walicheza FC. Tunachanga wamefungiwa nyumba Nairobi, ama sasa inabidi tujaribu ajengewe at least nyumba ushago kule nyumbani ndio anaenda so that badala kae Nairobi mali hana job, rent ndio hiyo, afadhali akae wapi ushago mali hakuna nini, hakuna rent. Unaweza panda mboga pale and survive. So that is why I'm saying bila hizo academic papers, because football it is just for some time. It's just for some time.
But sasa ukiona papers unapata kuna wale sasa kuna opportunity kuna madaktari, kuna Dr. JJ Masiga, very good example. So kuna kina Dr. Bwaka, kuna kina Dan Shikanda huyo ambaye ni FKF, daktari pia. Kuna kina Fred Serenge wamefanya coaching courses, they are now instructors. Ukimaliza basi piga shughuli hata instructors. Utabaki red because coaching haina minimum age ama age limit. Yeah, sure. Utapiga hiyo shughuli yako. So but kwa wale wa sahi, because they are now earning a lot more. Kuna wachezaji hapa Homeboys wanapigwa karibu 100,000. Do you know that? Kuna wachezaji sahi winning allowance ni 10,000. Kwa nini wasitumie hiyo akili zao sahi? They start investing now. Unanielewa? Ama wajipeleke shule. Tulana trade, utulana course. O invest. Nafurahi sana Ruto alipopatia wale majamaa nyumba. That was a good thing. Invest. So that sasa leo unamaliza football, at least kuna pesa kidogo unaweza kuwa unafanya nini? Unapata. And the world is so cruel out here. Hao mashabiki ambao sasa hivi wanakushabikia, ukipita sasa zile umesota, they are the same ones who will point fingers at you. Wanakuambia walicheza Homeboys angalia. Of course, unajua wanaongea behind your back. So players, ningependa sana maybe to get mfano wa rugby players. Unajua rugby those guys believe in education first. True. Education first. Watu wa rugby bana, sometimes kuna teams zingine za rugby, if you don't have a degree, you don't play for them. That is why rugby players wengi wako kwa universities. Very rich. Wakimaliza wako na job zao. When you see the cars they drive around, wakienda games zao za rugby. No wonder rugby tu ni watu wanaenda starehe. That's why I don't go for those games. This is movie. This is what footballers also should be like. Unajua sasa macha nikae tu huko. But you see it's something we can learn from them because hao wanakuambia they insist on academics. Education. Hautachezea rugby na you are not going to school. Unaelewa? Sure. Yeah. So inafanya after sport wanakuwa at least comfortable. Yeah. So hiyo ndio kitu ningependa kuomba wachezaji wa sasa hivi. Either invest in some papers or invest wisely in a business. Ukishamaliza kucheza ball, get back to your business. Hata wachezaji wa huko nje, that's what they do. Because after a while wanatoka. Sasa ndio kina Jesus, they'll have to move at a point because the younger players coming in, akina Lewis, akina Miano, they're coming in. Hautakaa hapo forever. So at a point lazima Bruno Fernandes afanye nini? Atoke. But luckily they make good money, so of course I'm sure they invest. Then after that, but unaona sasa wengi wakimaliza pia they go into coaching because they do haitoshi. Wewe in the next 2 years to come, 3 years to come, unaona ukirejea uwanjani labda katika coaching? Anthony, kazi ya coaching ni stress bana. Ngori. But I coach the county team yetu ya soka. Sasa zile tunacheza inter-county games. I have that opportunity. So mimi hiyo coaching tu hapo ndio because ile stress pia iko na coaching. Ngori. Kwa sababu Anthony, now you tell me ball ya kutap in mtu afunge anapiga nje. Alafu wanasema coach must go. Sasa unataka huyo coach ndio afunge. So hizo pressure start. Hebu hujaisikia mahali fake must go. Ama sasa yuko fake must go. Imagine Bararo ameanza kuimba fake must go. So staki pick up. Hapo nilicheza wacha ibaki hivyo, wachezaji wangu wa county na enjoy ile opportunity niko nao, na sasa hata nimeanza slow down polepole, wengine pia wafanye nini? Wakuje so that they can also take over. We shall not be there forever. After all, pia nimebakisha miaka kidogo county government retire. Alafu ende Mungu tu so that atupatie uhai. Tumalize kama tuko hai, tuko salama, we are healthy. Bas, na tuendelee. But I do a lot of support my youth, our wadogo. In fact, plan yangu, I want to set up my own academy now. Awesome. I want to set up my own academy so that ianze kwa under 6, 9, ikienda maybe mpaka 13, 14. And then pia nitafute maybe young coaches who can now also learn there, wakipata experience. So currently kitu nafanya najaribu kuweka materials pamoja so that when I set it up ikuwe niko na hizo facilities, watoto wakija kutrain inakuwa modern training, hapana ile tu ya kienyeji, hapana. So that is my plan currently.
Msikilizaji, imekuwa mazungumzo na Anthony Ofek. Ikumbuke ya kwamba Anthony Ofek vile vile aliweza kuhakikisha kwamba ana story ya high school. Sijaifunga bado. I was trying to write it out. Mtazamaji, hayo mahojiano na Anthony Ofek, kwa vile kwamba Anthony Okumu na alicheza soka hizi zile, na tumekuwa tukipiga hapa story 112, na ningependa vile unaweza kukujulisha hapo, niambia kwamba kwenye comment section unataka nani, maana yake Fred Ambani yupo, Anthony nani ambao anataka next akuja aketi hapo? Mimi ama mwambie utawaletea nani? Nitawaletea jamaa anaitwa Nicky Ahama. Nicky Ahama. Anatoka tu hapa Mseno tu hapa. Tulicheza naye pale Mies Sugar. Ana story sana huyo ni. Huyo ningependa sana wachezaji mashabiki wako pia waweze kumsikiza. He has a lot of experience both as a player, as a coach. Alicheza professional kidogo kule Oman. So I'm sure he'll give you a very interesting story. Yeah. Ameahidi mwenyewe atatuletea hapa Nicky Ahama. Na pia Nicky Ahama pia atatuletea nani. Kwa hiyo itakuwa ni kama ni tabia. Pia mashabiki pia wakiwa na wale wanataka pia mnaweza kuletea. Itakuwa itafurahisha sana. Kwenye comment section tuambie kwamba ungependa tukulete nani next time katika show ya The Legends. Itakuwa inafana tena sana. Anthony. Kabla Josepa, manake itakuwa ni jambo la huzuni sana na hata si la kupendeza kwa kama unasema kama sijakuuliza. World Cup. It's on. Na tumeona kwamba tetesi nyingi tena sana, tumeona kwamba huyu analia, huyu analaumu huyu. Kwa mara ya kwanza sana imefanyika katika ile ya pamoja Marekani, Canada na vile Mexico. Lakini sasa unavyotazama kuna mvutano kati ya Iran na vile vile Marekani. Do you think that FIFA should do something? Ama FIFA angesitisha kwanza, wangetulia kwamba wangesogeza hii michuano ya World Cup ikachezwa wakati mwingine, wakati ambapo tuna amani? Ama yende tu hivyo hivyo? Asante sana Anthony. I think that's a very important question kalenda ndio ishachorwa. Okay? Ni hivyo, iko fixed plans ziko, tunajua ni tarehe fulani, June after every 4 years. We respect that. But FIFA na American wametuangusha. I think next time choice of hosts. Wacha ball iende mali watu wanapenda football. Wacha ball iende mali watu wanapenda. Tusieke football na pesa, maybe because ni pesa. You know, FIFA wako na pesa already, but they can still stage that thing in other countries where people will enjoy. Angalia sasa watu wanafungiwa visas. Watu wananyimwa kuingia Amerikani. Leo asubuhi nimekiona na Senegalese fans are not being given visas to America. Can you imagine? What nonsense is that? So mtu anapeana labda ni kwa sababu ati vile walibehave ile finali na nani? Na Egypt. But those guys were right. You cannot deny them. Sasa hii makosa kidogo America wanakunyima visa. Mimi hujiuliza what is so special about that American thing? What is so special? Mbona hata ule mwamuzi akaweza kuabdicate? Mwamuzi huyo Abdis Tana masio anaitwa anazuiliwa kuingia. Kwa nini? Football should bring us together bana. So imefanya mpaka saa hii, I'm sorry but bado sijawatch hata game moja because one hata hizo timings zao ni za ajabu. Kwa sababu anatoa anaamka na watch game. I'm supposed to be at work the following day. Saa 10. Unaona? But ile kitu tu ilinifurahisha, na hii nitasema bila kuogopa, ni South Africa kufungwa. Hiyo nayo tutasema. Wale South Africans, let them learn to live with their African brothers. Yes. Hiyo mchezo wanafanya kule ku mistreat Africans is not good. We have to condemn it. We have to condemn it. It is not right, it is not fair. Au wanakaa countries zingine and nobody bothers them. Ukiona the way they are killing the African brothers, that one we must condemn it. Sure. And that is why I want them to be beaten all matches at the World Cup, so that we don't like them, and I hope they change hiyo tabia. Because I mean, how do you go to play and you've killed your brother, a Nigerian or a Kenyan? Alafu unataka mimi ni expect I support you. I can't. I can't. Wacha ni support wacha ni siseme. Brazil, Morocco. Pesto nekapi. Brazil. Why not Morocco? Morocco is in Africa. Morocco iko Africa.
lakini hao Morocco they believe they are more European. Wala tabia moja kama hiyo kama wale wanafikiria ni wazungu wa kwanza wa Faransa, wanafikiria ni wa Faransa sana. So wacha tu Brazil ibebe, alafu Brazil baadhi ya wale ma blacks ni wengi huko prefer those. So kidogo hapo mtansamee, lakini mimi nita support hapo na Brazil. Taka Brazil ala zako zote. Hapo nitaka Brazil. But hiyo World Cup itakuwa safari itakuwa rahisi. Yeah, kwa sababu teams everybody has put their best foot forward. Teams zimejibeba vizuri. Players wale wamekuwa on season like 2 years consecutively, wote wako kule. So I think itakuwa players ya itakuwa tournament ya some very special players. We'll get to see 2 or 3 players emerging from that tournament, wale ambao watakuwa wameperform exemplary well. Yeah. Antosh, ni ruhusu nikafunge, lakini na dakika moja. School games they're now on. Na tulianza nao, lakini school games are on. Ukitazama katika michuano ya shule ya upili now ina overall perspective, usiangalie eneo fulani peke yake. Do you think that tuko mahali in terms of talent, in terms of who is doing better, in terms of performance? Talent nayo, unajua kuna siku mtu alisema ati Kenya tuna talent. Naam. That was a very wrong statement to say. Talent iko in abundance. Na ukitaka tu kuangalia angalia saa hii standards vile ziko. Games hazijaanza but already ile tension ishaanza kuwa felt. Okay? Because kila mtu ana believe ameprepare vizuri. Unaweza ona tu example ya Mukumu na Shandarema how it went. Okay? Sasa ni kelele Kakamega dhidi ya Musimu. Saa hii nani alitoka huko? Green Commandos wamefanya nini? Wameamka. Wamewaka na wamewaka moto. Okay? And they built a very very good squad. Na mimi ombi langu ingekuwa wale watakutana finali wote wawili wende regional. Kwa sababu kama ni mtu mmoja ni mauano. And that is the reason why unaona mashabiki wa school football wanashinda hata wa Premier League. Kwa sababu sahi guys are taking it personal. Watu wa Msingu wale wote, and then all the former students wote wa Msingu. Hata wewe unaona wewe sasa wewe ni celeb, lakini bado utasema bro mimi ni Scorpions. Still back to the Scorpions. Ukiona Green Commandos the same thing now. Principal huyo mgeni by the way was a class behind me in Msingu. Dr. Aliva, very good friend of mine. Alivyoitwa Kakamega High School, alivyoenda Kakamega High School, personally I called him kumcongratulate na nikamwambia Aliva, ukirudisha Green Commandos mahali ilikuwa, standards of football zitaenda juu tena automatically in all schools. And that's what you're seeing. And that you can see. Because unajua ikiwa tu ni mtu mmoja peke yake, unajua tumefika mahali sasa Scorpions bwana Scorpions ndio kusema mkikuja tunauliza tu ni ngapi mnataka. Kufunga nayo ni constant. Ni ngapi ndio watu juu. Lakini kufunga ilikuwa constant. Unanielewa? Mwenamo amekuwa babe. Sasa hii Green Commandos wamerudi. So I told him, and for sure Green Commandos are back and nobody should afikiri ni mchezo. Mtu asifikiri ni mchezo. Mukumu Boys, Dennis Mkaisi doing a fantastic job hapa Mukumu Boys. Shandarema si ati walikuwa wabaya. Very good. Kila mtu ameamka. St. Peter's huko chini nasikia. Sasa Noma leo nasikia ni huko St. Anthony's na Jobo. Sasa hata tujui itakuwaje. What do you have to say about discipline? Maana tumeona kwamba mara nyingi sana baadhi za shule na wachezaji wetu wamekuwa na indiscipline. Sasa hiyo discipline ndio mimi kwanza ningeomba hizo shule zijaribu tu kucontrol discipline ya wanafunzi. Ya kusasa ule mchezaji. Yule mchezaji. And it's something mashabiki wachana nao ule mchezaji pale uwanjani. Naam. Take control. Because previously imekuwa ni watu wa nje ndio ni kama walikuwa na control Kakamega High School. No wonder standards zikafanya nini? Zikaenda chini. Zikashuka. Take control. Mtoto akiwa indiscipline deal na yeye. It is what the Msingu guy does. Yeah, Msingu Minamo atakwambia Msingu indiscipline is not tolerated. That's why those kids are very disciplined. Unaona? Watoto wakiwa disciplined, mashabiki pia
watu waongee na mashabiki so that mashabiki uelewe indiscipline yao inaweza cause team yao ikwe even banned. Unaona? So the fans also must be very careful. The fans, and I hope this time round ichukuliwe, kwa sababu bro nakwambia mimi huku nje natembea nasikia stories za football. Ile tension is building already, si mchezo. Kwanza Kakamega na Msingo kutania finali. Sasa kwa ngori. Bro beba viatu za kutoka mbio. Beba viatu za kutoka mbio. Hiyo nice, let us not lie. But you see now that is so why should we bora tukimbie na tuna advocate for peace? Nasema shida ni mashabiki sasa. Shida ni hao mashabiki. Unanielewa? Shida ni hao mashabiki. Hao watoto hawana shida. And again another point if you can allow me. Mimi sitaki uhasama kati ya Kakamega na Msingu iendelee unabated. I think enough is now. Iko tu soka na kupiga ulipige bali tupatane next time sasa mahali. Hata mimi na hii hasira yangu sisi wote turudi chini. Ifike mahali hao watoto wanaweza enda Kakamega High School wacheze, Msingu wakuje Kakamega High School, Kakamega High School waende Msingu wafanye nini? Wacheze. Because as it is now hakuna ule anaweza enda kwa mwingine. Watoto wanaingia grade 10 already wanakuwa brainwashed. Wanajua enemy ni nani? Enemy ni nani? Ni mmoja. Unaona? So they grow up now like that. But ningependa the heads of institutions sasa they try and break that cycle. Because hiyo ikibrekiwa hata mafans tutabreak. Lakini sasa unajua tunaishikilia because huyu coach ameshikilia GC lazima nishinde. Wa Msingu pia I must beat them. So fans now unajua kuna mtu anao control. That's why but last year nilipigwa mawe hapa Buhungu hata usiseme. Mimi ndio stadium manager, I'm trying to keep peace. Lakini mimi ndo natupiwa mawe. Ndio kwa sababu unaona hata choice of venue has to be very very sasa ni Mumias iko confirmed. Sijasikia but I hope iwe Mumias. Kwa sababu hiyo perimeter fence kidogo tu inasaidia. Lakini bila perimeter fence ngori. Kakamega Msingu mmoja amechapa mwingine bao moja alafu mwingine awekea kukomboa ile dakika ya komboa ufe. Ile mbio itaingia kwa kiwanja haitawezekana. Just like what happened between Msingu na Jobo last year. Yeah, mpaka game ikabidi cheze wapi? And really na kitu ili affect sana Msingu. Na ika affect Msingu. Maana bado analia anasema kwamba ingechezwa hapo. Exactly. Lakini sasa security bro. Security is paramount. Waganda waliogopa. Walisema we can't play. Yeah. And it was genuine fear. So that's why nakwambia fans wasipokuwa disciplined, shule zisipo maintain discipline za wachezaji wao. Unfortunately like last year some teams ilikuwa very indisciplined, unanielewa? So kitu ya kwanza coaches wajaribu kabisa students, na mimi na believe students hawana issue. Hawa watoto wakimaliza unapata watoto wa Scorpios na Jobo. Mimi hadi believe wanatoka kule village, watoka wanaanzia pale shuleni. Inakuja hapa shuleni. So let us try and stem it from there because in football as they grow up tulikuwa rivals ndio na Kakamega High School. Lakini sasa leo tunaenda kucheza league, mnakutana nao kwa league. You know, they're your friends, wengine bado ndio ni opponents, but ni marafiki. Mnaishi same estate. Unga yako ikiisha unaambia yeye atoe hebu nisaidie unga hapo. So I mean lazima tu wa grow up wakijua kwamba football should not be enmity. Anyway, Anton, thank you so much for your time. Asante. Nashukuru sana manake kukupata iko rahisi. You are very fixed hapa. Sijui one word to Amaika Media. Amaika Media, asanteni sana. Mimi nimewasikia. Nimeona kazi mmefanya. Mmekuwa mmetusupport as a county government kwa governors cup yetu. Lazima nichukue opportunity kurudishia management na nyinyi timu yenu shukrani. Thank you. And we really looking forward to continue working with you guys. Tunashukuru sana vile pia mna support school football. I see you all over. Nyinyi hata ndio mnatupatia updates. So we want to thank you guys very much. And we just pray that Mungu expand horizons zenu. Alafu na hii Legends, umeita Legends what? Legends Show. Yeah, I think it's a beautiful thing. Platform. Kwa sababu wako wengi huku nje. Ni wengi sana. And I really appreciate the fact that at least some now recognize. Let them come here, let them tell their stories. So umesikia mimi nikisema nadai 6,000. Maybe labda through show ninaweza lipwa doa yangu. Sawa. Mwingine pia watakamu wanadai kitu fulani ama watakuwa na story fulani. By the way kuna stories mingi sana huku nje. Okay, there's many stories zile ambazo I think legends you'll hear from them firsthand. You know, even their journeys. Bana watu walikuwa naumia kusafiri kwenda kucheza games. Tuko nenda Mombasa tutoka kwa Land Rover. Hivi,
hata huwezi songesha hii mguu. Wewe umeguza mwenzako. Ukifika Mombasa miguu zimefanya nini? Zimeganda. Fura. Unaona? And that is a Friday na inafaa mcheze Saturday na Sunday. Bro, mnarudi Land Rover zimeisha mafuta. Huko kwa mstuni sijui Tsavo ama sijui ni wapi. Shuke basi kusukuma. We. Toi sai. Toto ameonlia basi bana. Wanatoka hapa sijui Tuesday kina Mombasa. Ndio walala wapumzike. Iwashukuru Mungu. So hizo stories zote wakuje waseme hapa. Waje waseme hapa so that you get to understand the journey mpaka mahali tumefika. So tunashukuru sana for the opportunity. Thank you. Yeah. Mkituhitaji again next time I'll definitely avail myself. Asante sana Anto. Mtazamaji ni Anthony Okumwa, amecheza pale Harambee Stars, akapiga pale FC Leopard, akapiga pale Mumias FC na hivi sasa kule katika kaunti ya Kakamega, the retired guy. Anahakisha kwamba anafanya mambo yake kwa sasa. Lakini nitahakikisha kwamba your 6K imefika. Bado pia wakati mwingine vile mtoto wa baba kijana wa Jore, kijana wa Luanda John Anthony Orao. Sibonyeze kidude.